نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تكية سلام أسوة الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. tunaendelea darasa zetu min durusi an-nisa ambapo leo hii tutasoma ad-darsu as-sadisu somo la 6. يقول المؤلف دم الحيض له علامات. mwanamke wa kisalafi anatakiwa fahamu kwa damu ya hedhi inayo alama. damul haidhi lahu alamatun. mwanamke wa kisalaf التي تتبع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح, ambaye anafuata kitabu cha Allah na sunna na yale ambayo au kufahamu wa wema ambao wametangulia, anatakiwa afahamu kuwa damu ya haidh inayo alama. damu ya haidh inayo alama. Awalan, alama ya kwanza, launuhu yamilu lisawadi, rangi yake inaegemea kwenye weusi. launuhu yamilu, rangi yake inamili, inaegemea au inaelekea lisawadi, katika weusi. Thaniyan, alama ya pili, raihatuhu karihatun, harufu yake ni yenye kuchukiza. raihatuhu karihatun, harufu yake ni yenye kuchukiza. Thalithan, alama ya tatu, thakhinun wa laysa raqiqun, ni nzito na sio nyepesi. thakhinun wa laysa raqiqun, ni nzito na sio nyepesi. Rabi'an, alama ya 4, la yatajammadu ba'da khurujihi, la yatajammadu, haigandi, ba'da khurujihi, baada ya kutoka kwake. la yatajammadu, haigandi, ba'da khurujihi, baada ya kutoka kwake. Hizi ni katika alama ambazo mwanamke wa kisalafi anatakiwa sifahamu kuwa ni katika alamatu damu al-hayd, kuwa ni katika alamatu damu al-hayd. Na alama hizi ni alama ambazo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema muallif kuwa alama ya kwanza kuwa launuhu yamilu lisawad, rangi yake inaelekea kwenye weusi. Maana yake yenyewe si nyeusi, si nyeusi moja kwa moja, bali ni rangi fulani ambayo inaelekea katika weusi. Maana yake ni wekundu ambao unaelekea katika weusi. Na hili limekuja katika hadithi au sunna. Mtume alayhi wasallam anasema idha kana damul haidh, Mtume akimfundisha mwanamke mmoja aitwaye Fatima binti Abi Hubaysh. alikuwa anamfundisha Fatima bint Abi Hubaysh radhiyallahu anha, kuonesha kwamba wanawake wa kisalafi walikuwa wanasoma masala haya. Qala laha salama, Mtume Allah alimwambia mwanamke, idha kana damul haidh, itakapokuwa damu ya hedhi imekujia, fa innahu damu aswadun yu'raf, hakika hiyo ni damu inayotambulika kwa weusi. Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa sahahahu Al-Albani. Hiyo ni dalili ya hiyo alama. Mtume alimfundisha alama hii nani? Mwanamke mmoja wa kisalafi aitwaye au sahabiyya aitwaye Fatima bint Abi Hubaysh. Fatima binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha alimwambiaje, idha kana damul haidhi, itakapokuja damu ya hedhi, basi fa innahu damu aswadun yu'rafu, hakika hiyo ni damu ambayo inatambulika kwa rangi nyeusi, kwa weusi. Kwa hiyo ni dalili kuwa damu ya haidh miongoni mwa alama zake kwamba yamilu lisawad, ni damu ambayo inaelekea katika weusi, ni damu ambayo yamilu lisawad.
inaelekea katika weusi. Kwa hiyo ni alama ya kwanza. Alama ya pili kama alivyotaja al-Sheikh kuwa raihatuhu karihatun, harufu yake ni yenye kuchukiza. Raihatuhu kariha, na hii alama wameitaja mafuqaha katika vitabu vya fiqh. Alama hii harufu yake ni yenye kuchukiza. Damul haid raihatuhu kariha, na tukasema alama hii wameitaja mafuqaha, haijaja katika sunna, bali wameitaja mafuqaha katika vitabu vya fiqh, akiwemo al-Imam Ibn Qudama rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Al-Mughni. Yanasema damul haid damun muntinun, damu ya hedhi ni damu chafu, lahu raihatun ma'rufa, na yenye harufu mbaya yenye kutambulika. Damul haidhi damun muntinun, damu ya hedhi ni damu yenye au iliyo chafu, lahu raihatun ma'rufa, na ni yenye harufu mbaya yenye kutambulika. Kwa hii ni dalili inayoonyesha kwamba alama ya pili min alamati damil haid ni ar-raihatul kariha, ni harufu yenye kuchukiza, an-natn, iliyo mbaya kabisa. Hiyo ni alama ya kwa pili. Alama ya tatu ni kama alivyosema al-muallif, thakhinun wa laysa raqiqun. Thakhinun wa laysa raqiqun, ni nzito na sio nyepesi. Ni nzito na sio nyepesi. Amesema al-Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullah, kama ilivyokuja katika masailu al-Imam Ahmad, damul hayd damun thakhinun, damu ya hedhi ni damu nzito, aswadun yu'rafu, yenye kutambulika kwa weusi. Damul hayd damun thakhinun aswadun yu'rafu, damu ya hedhi ni damu nzito yenye kutambulika kwa weusi, inayotambulika kwa rangi nyeusi, inayotambulika kwa rangi nyeusi. Damul hayd damun thakhinun aswadun yu'rafu, damu ya hedhi ni damu nzito inayotambulika kwa rangi nyeusi, na kinamili katika weusi. Kun damun kathifun ghalidh, ni damu yenye maki pana na ni nzito, kinyume na damu ambayo inatoka katika jeraha mathalan, au damu ya istihadha, au damu ya ugonjwa, damu ya nifas. Tayib, hiyo ni alama ya ni alama ya ngapi hiyo? Ni alama ya ngapi? Ya tatu. Tayib, al-alamatu ar-rabi'ah, alama ya nne kama alivyotaja al-muallif, la yatajammadu ba'da khurujihi. La yatajammadu ba'da khurujihi, haigandi baada ya kutoka kwake. Haigandi baada khurujihi, baada ya kutoka kwake. La yatajammadu ba'da khurujihi, haigandi hiyo damu ya haidh baada ya kutoka kwake.
kama alivyoandika al-muallif hafidhahu Allah ta'ala. Na hili pia wamelitaja maulama katika vitabu vyao, mafuqaha, kama ilivyokuja katika al-Mughni ibn Qudamah, kadhalika katika Bada'i'u as-Sana'i' lil-Imam al-Kasani rahmatullahi ta'ala alayhima, damu al-hayd damun la yatajammad, damu ya hedhi ni damu ambayo haigandi, bikhilafi damu al-jarhi, kinyume ya damu ya jeraha, fa innahu yatajammad, damu inayotoka katika jeraha inaganda, kisha toka tu haichelewi kuganda, lakini damu ya haid la yatajammad, haigandi, bikhilafi damu al-jarhi, kinyume ya damu inayotoka katika jeraha, fa innahu yatajammad, hakika damu inayotoka katika jeraha inaganda. Damu al-hayd damun la yatajammadu, damu ya haid ni damu ambayo haigandi, bikhilafi dami al-jarhi, kinyume na damu inayotoka katika jeraha, fa innahu yatajammad, hakika damu inayotoka katika jeraha inaganda, kama ilivyokuja katika al-Mughni ibn Qudamah wa ghayruhu min ahli al-ilm. Tayib, lakini vile vile hizo ni alama 4 ambazo muallif amezitaja. Hizo ni alama 4 ambazo ahlul ilmi au muallif amezitaja, na wengine wanaongeza baadhi ya alama, lakini hizi ndo mashuhuri zaidi. Nikisema yakhruju min ar-rahim, yatoka katika mfuko wa uzazi, fi zaman al-hayd al-mu'tad, katika zama au katika kipindi kile cha hedhi ambacho kimezoeleka kwa yule mwanamke, na mfano wa hayo, na mfano wa hayo. Imeleka jamani. Tayib, sasa tukishafahamu hizo alama za damu ya hedhi, na hili tukasema kwamba ni jambo ambalo mwanamke anatakiwa alifahamu, kwa sababu wanawake katika zama za Mtume sallam walikuwa kwenda kwa Mtume alayhi kujifundisha masala haya, na wengine wanakwenda kumuuliza Aisha radhiyallahu ta'ala anha na wengineo katika nisaa an-nabi sallam, kuonesha umuhimu wa swala hili kwa mwanamke wa kisalafi anatakiwa fahamu alamatu damil haid, alama za damu ya hedhi. Sasa kuna umuhimu gani? Kwa nini mwanamke aambiwe ni lazima ufahamu alama za damu ya hedhi? Kwa nini? Kuna umuhimu gani? Kuna umuhimu gani kuzifahamu hizi alamatu damul haid? Kuna umuhimu mkubwa sana. Moja, kwanza limaarifati ahkami at-taharati wal ibada. Kutambua alama za damu ya hedhi ni muhimu kwa ajili ya kutambua hukumu mbalimbali za tahara na ibada. Limaarifati ahkami at-taharati wal ibada, ni kwa ajili ya kutambua hukumu mbalimbali za tahara na ibada, kwa sababu tumesoma kwamba mwanamke akiwa katika haidh ni haramu kuswali, ni haram kuswali, kadhalika ni haramu kufanyaje? Ni haramu kufanya nini? Kufanya tawaf, sio? Kufunga Ramadhan kadhalika ni haramu kwake, ni haramu na mengine ambayo yamekuja katika adilla za kitabu na sunna. Sasa yatakuwaje haramu hayo wakati yeye hajui alama za kuijua damu ya hedhi? Ili atekeleze makatazo hayo ambayo yamekuja katika sheria, lazima aifahamu damu ya nini hedhi, alama yake ni ipi. Lakini vile vile kinyume chake ni kwamba itakapokuwa
damu ya haidh imeondoka, basi maana yake anawajibika akatekeleze swala, akatekeleze funga, anawajibika akafanya ibada nyinginezo ambazo amewekewa sheria. Sasa ataendaje kuzitekeleza hizo wakati hajui alama za nini, za damu ya haidh? Kwa hiyo ukijua damu ya haidh mwanamke, hilo ni muhimu sana kwako, kwa sababu linakusaidia kuzijua ahkam mbalimbali za tahara na ibada. Atajua mwanamke muda gani ametoharika, atajua mwanamke muda gani akaoge, atajua mwanamke muda gani ataacha kuswali na kufunga, na muda gani atajua ataruhusiwa kuja kuswali au itawajibika kuja kuswali na kufunga na kufanya ibada nyinginezo. Kwa sababu Mtume amesema alaysa idha hadati lam tusalli wa lam tasum, hivi mwanamke hajawa ni yule ambaye akipatwa na hedhi haswali na wala hafungi, kama inda al-Bukhari wa Muslim. Alaysa idha hadati, hivi mwanamke hajawa ni yule au hajawa mwanamke pale anapopatwa na hedhi lam tusalli wa lam tasum, haswali na wala hafungi. Kwa haya yatamwezekania kujua kwamba sasa hivi natakiwa niache kuswali kwa sababu nipo katika haidh, sasa hivi natakiwa ni swali kwa sababu haidh imeondoka, atakapozijua alama za damu ya haidh. Wazi? Tayeb. Lakini umuhimu wa pili unaoonyesha kuzijua, au jambo la pili ambalo linaonyesha umuhimu wa kutambua alamatu damul haidh ni litamyizi alhaidh anil istihadha. Litamyizi alhaidh anil istihadha. Litamyizi alhaidh. Kwa nini unaambia mtu anaweza kuuliza, kwa nini wewe mwanamke ni muhimu sana ufahamu alama za damu ya haidh? Utasema mimi panawajibika sana mimi nifahamu alama za damu ya haidh. Litamyizi alhaidh, kwa ajili ya kuipambanua damu ya hedhi hiyo anil istihadha, kutokana damu ya nini, ya ugonjwa. Kwa sababu mara nyingi damu ya ugonjwa na damu ya haidh vinafuatana. Mtu anatumikia hedhi, akimaliza na kuja damu ya nini, damu ya ugonjwa, istihadha. Kwa hiyo mtu au mwanamke asipojua alama za damu ya haidh, yeye atahesabu tu kwamba istihadha, atahesabu hiyo istihadha kwa ni hedhi bado, akaendelea kuacha kuswali, kuacha kufunga na mfano hayo. Kumbe hiyo damu iliyokuja hivi sasa ni nyingine kabisa. Anatakiwa aswali, anatakiwa afunge, anatakiwa aswali na anatakiwa afunge. Kwa hiyo huo ni umuhimu wa pili, au ni jambo la pili linaloonyesha umuhimu wa mwanamke kujua nini, damu ya hedhi au alama za damu ya hedhi. Kwa sababu Mtume alayhi salam ametoa maelekezo kwa mwanamke akishapata na damu ya hedhi, lakini akaona damu bado inaendelea, akaona damu zile siku 7 zake au siku 6 au siku 5 ambazo anaingia katika hedhi zimeisha, lakini bado damu inaendelea, basi mwanamke ameambiwa na Mtume, jambo la kwanza aitambue hiyo damu, aiangalie hiyo damu ni damu ya hedhi au ni damu ya istihadha. Sasa atajiwaje wakati hajui alama za nini? Anatakiwa ajue hii damu inayonitoka hii ndani ya siku ya 6 wakati mimi naingia siku 5 hedhi. Hii damu inatoka siku ya 8 wakati mimi naingia siku 7 hedhi. Hii damu inayoendelea kutoka hii ni damu gani? Kwa ataangalia rangi yake. Inamili katika weusi. Hii damu ni nzito. Inatoa harufu mbaya, anajua hii ni hedhi bado inaendelea. Kwa hiyo ataendelea kuacha kuswali. Lakini akiangalia ni damu nyekundu lakini nyepesi, haitoi harufu, anajua hii sio nini, sio damu ya hedhi bali hii ni istihadha, damu ya ugonjwa. Kwa hiyo atarudi kuswali, atarudi kufunga na mfano kama hivyo. Imeleka mpaka wapi? Tayeb. Lakini thalithan, jambo la tatu linaloonyesha umuhimu wa mwanamke kujua alama za damu ya hedhi, anatakiwa mwanamke asijue alamatu damul haidh limaarifati ahkam al-iddati wat-talaq, ili atambue hukumu za eda na talaka. Limaarifati ahkam al-iddati wat-talaq, ili apate kutambua hukumu za nini, eda na talaka. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake amewaambia wanawake
wakae eda, amewaambia wanawake wakae eda. Kwanza amewaambia wanaume wasiwaache wake zao katika kipindi cha nini? Cha haid. Lakini vile vile wanawake wanatakiwa wakiachika wakae eda kwa kipindi cha hedhi 3. Kwa kipindi cha hedhi 3 na sio miezi 3 kama walivyokariri wengi katika Uislamu leo hii. Wanawake wengi wanajua eda ni siku ngapi? Ukiwa eda muda gani? Sasa miezi 3. Mwezi wa kwanza imeshapita, kisha miezi 3 tu basi. Yeye anahesabu kwamba tayari eda yake yeye imeshaisha tayari. Kumbe kilichosemwa ni kukaa 3 quru, akae hedhi 3. Anatakiwa akae hedhi 3. Zikiisha hedhi 3 basi eda imeshaisha tayari. Hedhi ya kwanza akitoharika, hedhi ya pili akatoharika, hedhi ya 3 atakapotoharika, basi hapo tunasema huyu mwanamke eda yake imeisha. Kwa hiyo kutoka hapo ataruhusiwa kuolewa na mwanamume mwingine. Sasa hili la yeye kukaa hedhi 3 halitatimia hili wakati yeye hajui alama za damu ya hedhi na nifasi, au alama za damu ya hedhi. Mpaka ajue alama za damu ya hedhi ndipo ataweza kulifanyia kazi, au ataweza kuifanyia kazi sheria hii. Ataweza kuifanya kazi sheria hii. Na hii ni tambii muhimu kwa wanawake, wanatakiwa fahamu. Wako wanawake eda inaweza akaa mpaka mwaka mzima. Wako wanawake eda inaweza akaa mpaka miezi 6. Inategemea na vile anavyoingia katika hedhi, kwa sababu wanawake wako tofauti. Kuna mwingine anakaa miezi 4 hajaingia hedhi, mpaka mwezi wa 5 ndo anakuja kuiona nini? Kuiona damu. Akiona hiyo atakaa tena miezi 4 tena. Wako wanawake sampuli hiyo. Kwa hiyo eda yake ni mpaka hedhi 3 zitimie, sio miezi 3. Mpaka hedhi 3 zitakapotimia. طيب. Kwa hiyo limaarifati ahkam al-iddati wat-talaq. Lakini طيب hizo ni baadhi ya sababu kama nilivyotaja ahlul ilm kuwa zinazoonesha, au ni baadhi ya mambo yanayoonyesha umuhimu wa mwanamke kutambua alama za nini? Za umuhimu wa kutambua alama za damu ya hedhi. Lakini vile vile lihimayati dini hawa ibadati, kuzitambua alama za hedhi. Mwanamke anatakiwa, kuna umuhimu alijue hili lihimayati diniha, kwa ajili ya kuilinda dini yake, wa ibadati na ibada yake. Lihimayati diniha wa ibadatiha, kwa lengo au kwa ajili ya kuilinda dini yake na ibada yake. Kwa sababu mwanamke akiwa mjinga asiyejua alamatu damul haidh qad yuaddi ila tarki al-ibada. Jambo hilo huenda likampelekea yeye kuiacha nini? Kuiacha ibada katika wakati ushuko wake, au akafanya ibada katika wakati ushuko wake. Haya mawili yanaweza kujitokeza. Ima ataacha ibada katika wakati ushuko wake, atakapokuwa tu ameona damu, anatoka na damu, yeye kahesabu hii ni hedhi bwana, kumbe sio hedhi mathalan. Au ameingia katika haidh akaendelea kutoka ile damu, kumbe kilichoendelea baada ya dauru yake kuisha, baada ya siku zake kuisha ni istihadha. Yeye hajui kama ni istihadha. Kwa hiyo atafanya ibada katika wakati ushuko wake, ataacha ibada katika wakati ambao yeye alitakiwa afanye ibada. Tayib, hizi ni baadhi ya dondoo za msingi ambazo tunatakiwa tuzishike. Nadhani tumeelewana hapo. Wazi? Tayib.